Unisamehe kwa vile nilikuongelesha. Unisamehe kwa vile nilikuongelesha ile siku. Ni hasira tu. Nyumbani. Nasi uko nyumbani. Nitakuja mamangu, ila nisamehe tu. Na regret kuongelesha vile na venye umepita hali ngumu na mimi. Wakati ilikuwa nimpata ajali, ulinishughulikia kwa kila jambo mamangu. Nisamehe tu. Nisamehe mama. Maongezi yako ndio mbaya. Sasa kama umefika mahali hapo, hebu ukuje nyumbani alafu tuongee. Lakini maneno ya mbali mimi hiyo sikizani na wewe. Sitarudia tena kuongelesha hivyo. Nisamehe na regret na jilaumu mamangu. Najilaumu sana. Sina amani. Sina raha. Niambie tu umenisamehe mama. Lakini nyumbani pia nitakuja. Urudi nyumbani. Judith. Mtoto ameniambia mambo mengi sana. Lakini unajua kama yeye ni mtoto, ni mtu ambaye saa zingine watoto unajua wanapotoshwa labda na hasira fulani, lakini amenielezea kwamba alikukosea na ndio kwa sababu ameomba fursa hii aweze kukuomba msamaha. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni vyema hata kama atakuja nyumbani, lakini unajua anasononeka. Kwa hivyo labda umwambie tu maneno labda umemsamehe, lakini aje nyumbani ndio mmaliza au mambo mengine nyumbani, au vipi? Akuje tu nyumbani tuongee. Akuje nyumbani muongee. Kwa sababu unajua mambo mengi yako kwa ule mtoto. Ule mtoto alitoka hapa 2007. Akapotea. Sasa vile alipotea amekaa nje na miaka mingi, alafu baadaye akapatikana hapo jela. Alipatikana yuko jela? Mimi nikashughulika kama mzazi. Mombasa. Mtoto ametembea mpaka Burundi, mpaka wapi, hii nchi yote ya Tanzania, ya Uganda amemaliza. What? Aya sasa. Akakuja sijui vile walipelekana Mombasa huko na mwingine, alafu akampeleka kwa jela. Akanipigia simu akilia. Mimi nikamuuliza, mimi ni mzazi wako na kama unapatikana sasa kwa sababu alipotea miaka 13.